mjini, una rafiki yako unataka umzawadie kizawadi cha fedha kidogo, basi tumia Mix ili uweze kuingia pia kwenye kinyang'anyiro cha kushindia haya magifti ambayo yatakufanya mwaka huu ufunge ukiwa tajiri kweli kweli. Kibiashara zaidi na John Lupokela. Mix ni zaidi ya pesa ndugu zangu. Kibiashara zaidi hii hapa na John Lupokela. Tukirudi hapa itakuwa ni wasaa mzuri kwa ajili ya yale mengi yaliyojiri pia kwenye dondoo za michezo. Super Breakfast. Kibiashara zaidi. Kibiashara zaidi. Yes, bana, tuko msimu wa sikukuu, mwezi wa 12. Mwezi ambao umekuwa na purukushani nyingi sana, na sio tu kwenye masuala ya sikukuu peke yake, lakini hata kwenye masuala mazima ya bei za bidhaa. Kumekuwa na shida kidogo. Utasikia bwana mchele umeadimika au umepanda bei, lakini sio hivyo tu. Utasikia wakati mwingine bana nguo hazishikiki sasa hivi, ndivyo ambavyo wanasema. Lakini kwa wafanyabiashara kwao ni neema, kwa maana kwamba ni msimu ambao ndio biashara inafanyika sana, kwa sababu watu wanakuwa na uhitaji mkubwa wa manunuzi ya nguo, kwenye vyakula na maeneo mengineyo mengi sana. Lakini vipi kuhusiana kwa superstar maarufu sana kwenye kitoweo, huyu ni kuku, na yenyewe hali iko vipi hasa kwa mwezi huu wa 12 ambao tuko nao kuelekea kwenye sikukuu za mwisho wa mwaka? Mimi ni John Lupokela, karibu sana. Hii ni kibiashara zaidi, nami nimefika hapa katika soko la kuku kuweza kupiga nao story kuhusiana na uhalisia wa bei za kuku katika msimu huu wa sikukuu. Na utakumbuka kwa ambao wanafuatilia EATV, hivi juzi tuliona taarifa kuhusiana na watumiaji wa kuku wakisema kwamba sasa hivi, hasa wafanyabiashara wale wa mtaani, wasema bwana sasa hivi wameshaanza kutupandishia bei, kitu ambacho kidogo kinaleta sintofahamu kwa watumiaji wenyewe. Lakini mimi pia ni mtumiaji mzuri sana wa kuku. Kule ambako unaishi unakuta sio bei ile ambayo unainunua, hasa ya 7,000, 8,000, unadondokea 12,000 na vitu kama hivyo. Pengine hili liko vipi? Basi mimi nimeshuka kwenye kitovu cha rafiki zangu wafanyabiashara wa kuku kupiga nao story, lakini pia namna gani hasa na wenyewe wanatazama kama fursa inapofika mwisho wa mwaka kama hivi, mwezi wa 12. Karibu sana, karibu mno. Hii ni kibiashara zaidi. Kibiashara zaidi. Mambo vipi shehe wangu? Asalamu alaykum. Waalaikum salam. Kwema. Kwema. Bwana, mambo yako mazuri kwenye kuku sasa hivi, uongo? Barabara. Yako barabara. Sawa. Bwana, jina lako nani shehe wangu? Naitwa Omari Mlisho. Nani? Omari Mlisho. Omari Mlisho. Wewe bwana ni dalali au unafanya biashara ya kuku? Mimi nafanya biashara ya kuku. Sawa. Tuko kwenye msimu wa sikukuu. Wafanya biashara wanauita msimu wa mavuno. Kwanza hali ikoje hasa kwenye biashara yenu sasa hivi? Hali iko fresh tu, mazingira yako shwari, biashara inaenda fresh. Biashara imechangamka sasa hivi. Iko kwa hakika shehe. Iko barabara. Uko barabara. Na juzi kwa naona taarifa bwana, wadau wakisema kwamba kuku bwana imepanda tofauti na bei ile ilivyokuwa mwanzo. Sasa natamani kusikia bwana Omar, unaweza kuniambia unafikiri kwa nini mmekuwa na upandishaji wa bei ya kuku hasa kwenye kipindi hiki cha mwisho wa mwaka, hii mwezi wa 12 huu? Upandishaji wa bei ya kuku siwezi nikasema kwamba ni sisi, sababu wale wanaowafuga kuku ndio wanapandisha. Sasa sijajua wanapandisha kwa sababu gani. Kwa hiyo shida sio nyinyi huko kwamba huwa mna nani? Shida sio sisi, wakulima kule wenyewe ndio wanapandisha. Kwa mfano kama nyinyi mnanunua shilingi ngapi? Sisi nje tunanunua kuku 7,000. 7,000. Alafu mnakuja kwenye kuuza, kwa nini sasa mpandishe kama mnanunua kwa bei rahisi? Sisi tunaponunua nje 7,000 inabidi sisi tuuze 7,500 ili tutafute hiyo 500, sababu huwezi kufanya kazi sio kwa na manufaa kwako. Kwa hiyo sasa hivi bei imesimama kwa namna gani? Bei imegandia hapo 7,000. 7,000 bei hii kuku, mbona watu wanasema bwana mpaka 8,000 sasa hivi? Hapa 8,000 anauzwa, lakini kwamba kwa mwenye uhitaji ndo atachukua 8,000, lakini kwa sio mwenye uhitaji atachukua kwa 7,500. Kibiashara zaidi. Kwema ndugu yangu. Kwema vipi ndugu? Shwari, mimi naitwa John Lupokela, na wewe? Mimi naitwa Juma Hamisi Msagati kutoka Tanga Boy Lushoto. Kutoka Tanga Boy Lushoto. Bwana, uhalisia wa bei ya kuku ukoje hasa sasa hivi? Watu wanasema bwana huu ndio mwezi wa wafanyabiashara kuchuna.
Hamna mwezi wa kuchuma wala nini blaza, sikudanganye. Kwa nini unasema hivyo wakati tunasikia bei mmepandisha? Labda kwa biashara zingine wauza nguo, wauza, ila kwa sisi hapa uza kuku. Bei ndo zetu tena zinazidi kupanda, wanakuadimu wadudu sasa. Yaani wanakuadimu huku sokoni au kule mnapochukua? Hata wanakochukua. Sasa hivi tunajua mwezi wa 12 huu masherehe mimi kwa nalika sana. Kwa hata kuwapata kwa wanakuwa shida, hata kupata lazima bei imepanda. Kama tunaona 7500. Bidi uze 8000 sasa hivi. Kwa hiyo sio kweli kwamba huu ndio msimu wenu ninyi wa kuvuna kama fanya biashara? Sio msimu wetu kutoka labda kwa biashara zingine, kwa biashara hii hapa huu sio msimu wetu. Sawa. Walaji wanasema bwana, ikifika msimu huu nyinyi wadau mnapandisha sana bei. Umeelewa? Hebu tuambie, unasema tunapandisha bei kutokana si wenyewe tunapandishiwa bei tunapochukua. Kutokana ni msimu wa siku kama mwenyewe unavyosema. Ila siku za kawaida kuku watakola hapa sasa hivi 8000. Sikukuu hapa kwenye 25 huko tarehe 25 si ndio Christmas, atauzwa 8500 9000 kuku. Tukana si wenyewe tunapandishiwa bei tunapochukua. Kuna uhitaji ni mkubwa na utake usitake utachukua kuku. Unataka utachukua usitake basi. Kumbe shida sio wafanyabiashara ninyi kwenye swala la kupandisha bei. Sisi unajua hii biashara sisi tunavyouza kutokana na sisi wenyewe tunavyochukua, yani tunachukua bei kubwa kidogo na sisi tunatafuta 200 300. Yani sisi hata kuumiza wateja zetu. Tukipandishwa bei na sisi kidogo tutawaambia wateja zetu bwana, sasa hivi bei hivi na hivi bei imepanda. Bei ikishuka sasa hivi tunarudi kwenye bei yetu ya kawaida. Kama sasa hivi 7500 imesimama, lakini kwa alikuwa anauzwa 7000. Kwa hiyo imeongezeka 500 mondani, na katika 500 sisi wenyewe tumepandishiwa bei. Kibiashara zaidi. Umemsikia mdau vile ambavyo anazungumza uhitaji namna ambavyo umekuwa mkubwa, lakini pia umesikia mdau akizungumza kuhusiana na bei halisi zilivyo. Ngoja tupige story na wadau wengine, mambo yakoje hasa. Ndugu yangu kwema? Kwema, alhamdulillah. Mimi naitwa John Lopokela, na wewe? Kwa jina naitwa Abu Kugwile, katibu wa uza kuku soko la Mapinduzi. Kumbe bwana unazungumza na katibu kabisa. Bwana katibu, wewe unasimamia upande huu wa kuku. Hebu tuambie kwanza hali halisi ya uuzaji wa kuku ikoje hasa kwenye msimu huu tunaita wa sikukuu mwezi wa 12. Of course msimu wa mwezi wa 12 everyday unakuwa ni mzuri, na kwa mwaka huu kidogo imekuwa tofauti kwa sababu mwaka huu kuku wamekuwa wanapatikana kwa wingi na ni wakubwa, na pia bei pia ya moto kidogo imechangamka kutoka shilingi 7500 mzima mpaka 8000. Umeshaelewa na mambo yamekuwa ni mengi, kwa hiyo malighafi inahitajika kwa wingi. Alhamdulillah biashara inafanyika, wanunuzi wapo, biashara inatoka. Japokuwa kila mwezi kwenye biashara ya kuku changamoto haikosi, ila kwa mwezi huu wa 12 alhamdulillah hata bei kidogo ya kuku iko juu, tunashukuru Mungu kwa hilo. Okay, sawa. Na wanunuzi wanasema kwamba mmepandisha bei. Kupandishwa kwa bei kunatokana na nini ukiwa kama bwana katibu wa upande huu kitengo cha kuku? Unajua kuku ni network. Tunapozungumzia network manake tokea huko vifaranga vinapototoleshwa mpaka kifaranga kishatotoleshwa inabidi mkulima akakinunue, akifuge, chakula, maji, madawa, everything. Kwa lazima ipande, na kitu kikubwa zaidi kilichochangia ni hizi harakati zilizotokea tarehe 29. Yale mambo yaliyotokea yale ndio yamechangia, kwa sababu hata usafirishaji kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine ulikuwa ni wa gharama na vyakula navyo vilipanda. Hata sisi ununuaji kutoka kwa wakulima kuja kwetu sisi ulikuwa pia ni wa gharama sana, na ndio maana sisi ili tuendelee kufanya biashara tu survive na maisha yetu ilibidi tupandishe bei ya kuku ili mradi tuweze kugawanya sasa kati ya nauli ya kuku mpaka anafika hapa msingi na mpaka si wenyewe kuendesha maisha yetu kupitia huyu kuku mmoja, ilibidi tu apande, yani kilazima ilibidi apande. Kwa hiyo sio kweli kwamba fanya biashara ndo anajiamulia kupandisha bei? No. Fanya biashara hizi kujiamulia yeye tu, yani akaamka asubuhi tu akasema labda kuku ni shilingi 10,000, kuku ni shilingi, lazima sababu iwepo. Yani lazima sababu iwepo, kwa sababu mfanya biashara yoyote lazima ina capital juu ya biashara anayoifanya. Sasa endapo kwamba kile kitu anachokifanyia biashara kinapanda bei, maana hata mtaji wake inabidi uongezeke kulingana na ile halisi. Kwa hiyo sasa ili mtaji ongezeke ilibidi ule kuku apande bei. Kibiashara zaidi. Bwana wanunuzi wanalalamika, wanasema yani sikukuu, yani nyinyi ikifika sikukuu tu mnajua huu ndo muda wenu wa kupiga mzigo. Kupiga mzigo kivipi yani? Yani kwa maana kwamba mnapandisha bei ili mpate hela zaidi. Sio sisi tu, kila kitu sikukuu inapanda, nyanya inapanda, nyama inapanda, kuku nao wanapanda.
hadi wanatuletea kuku nao wanapandisha. Kwa nini? Sisi tuuze. Sasa hapo ndo swala kujiuliza. Sababu kila mtu naye anapandisha sehemu yake. Sema wanalalamikaga kuku lakini nyama halalamiki. Nyama ina uzoefu 20 nao. Kuku wana uzoefu 8 tu wanalalamika. Kwa hiyo kila mtu iko sehemu yake. Kila kitu kinapanda kwa muda wake. Kila mtu wale urefu wa kamba yake. Lakini sasa wewe unafikiri kama mfanyabiashara wa kuku ila kupandisha linasababishwa na nini hasa? Kwa sababu huko kwenye upande wa kuku unaweza kutuambia wadisia, bwana, hii biashara na kwa hivi na ndio maana huwa tunapandisha hivi. Kwa kipindi kama cha sikukuu, unajua kila mtu siku ile anaona siku ya neema. Kwa hata sisi sasa hivi tunanunua shilingi 7,000. Ikishafika sikukuu tunapandishiwa bei tunanunua 7,500. Sababu unajua wale wanatuletea ndio siku ya kupiga hela. Kwa sasa sisi wenyewe tupate hela lazima tuuze 8,000. Ndio kidogo sisi tunapata hela. Kama na sasa hivi kipindi cha mwezi wa 12 kuku wanasumbua, vyakula vimepanda nini, kwa hiyo ndio maana sisi tunapandisha bei. Kibiashara zaidi. Kwema she? Kwaje? Unaambiwa bwana Dar es Salaam sijui kuku analiwa sijui Masaki, miguu sijui Mwananyamala, Filigisi sijui Vingunguti. Bwana Uchebe vipi? Bwana hapo sio kweli. Miguu hali Mwananyamala ila miguu wanakula popote pale. Kweli. Maana watu wa benki wenyewe wanakuja kula miguu hapa, kununua miguu afu wanakuambia bwana miguu hapa ni ya nini? Ya kuku. No, wanakuambia miguu wananunulia nini hawa? Mbwa. Lakini inawezekana watakula wenyewe. Wanasema wananunulia mbwa. Lakini kumbe wanakula wenyewe nyumbani. Wanaona aibu tu kusema ukweli. Kusema bwana miguu hapa tunaipenda. Bwana kosa wanakuwa maana bwana tunataka miguu. Mimi naitwa John Upokera, na wewe jina lako? Mimi kwa jina langu ninaitwa John. John Pazia. Kumbe wa jina John nani? John Pazia Shemdoe. Bwana Shemdoe, hali ya biashara ya upande huu wa vitu vya ndani ya kuku na yenyewe ikoje? Vitu vya ndani vinapatikana kama kawaida. Bei yake ndio hiyo 3,200 Na huku napo mmewapandishia kama ilivyokuwa kwenye kuku wa kawaida kabisa? Hapana, bei yake ni kawaida sana. Kuanzia zamani bei yake ndio moja. Kwa hiyo huku inabaki tu kawaida. Bei yake ni moja tu. Uhitaji umekuaje sasa hivi wa kuku kwa ujumla ukilinganisha na vile ambavyo mmekuwa mkifanya biashara kila siku ikizingatiwa ni mwisho wa mwaka? Utaja huku kwa sasa hivi ni mwingi sana sasa hivi tofauti na kipindi cha nyuma. Ila kuna kipindi wanapatikana kwa shida. Ila kuna muda wanapatikana kama hivi, ila kwa kipindi hiki wapo. Kibiashara zaidi. Bwana, mambo vipi ndugu yangu? Safi kwema. Mimi naitwa John Upokera, na wewe? Mimi naitwa Katiani Jarangi Nyabagara. Nani? Katiani Jarangi Nyabagara. Bwana ile ametishamba nini? Hapana, hilo la mara hilo. Haina shida. Bwana, hongera kwa biashara. Natamani kufahamu moja kwanza, wanunuaji wanasema nyinyi mnawapandishia bei hasa kipindi hichi cha kuelekea sikukuu, na kama hivi mwezi huu wa 12 tulionao. Nyinyi wafanya biashara, kwa nini mnapandishia wanunuaji kipindi hiki? Sisi tunapandisha bei kulingana na kuku wanavyopandishwa kule shamba. Kwa sababu kule shamba wananunua 6,500, wanatuletea tunanunua kwa 7,000. Kwa hiyo 7,000 tunamuuza na sisi tunataka tupate faida kidogo. Ili ya kuchezea nani mabindabinda nini, filigisi zinachoma na haribu mikono, fangasi. Tunauza 7,500 bila filigisi. Tukiuza na filigisi yake 8,000. Kwa hiyo tunapata 1,000 kwa kuku. Ili upate hela ya kutoka, unakunywa maji nyumbani, familia inakula kidogo. Kwa hiyo ndio sababu. Hiyo ndo sababu, kwa sababu ukiangalia unafanya biashara ili upate angalau hela ya kujikimu kidogo. Hasa changamoto kwamba ni usafiri hapo kati au hapo kati, yani ilikuwa kwamba kuku hawatoki. Yani walikuwa wanatoka ndani kwa ndani, kutoka kule Bagamoyo walikuwa watoki. Ruvia walikuwa watoki. Njia zilikuwa zipitiki. Kwa wamefunga. Kwa hiyo tulikuwa tunachukua mashamba madogo madogo ya hapa hivi. Na wenyewe wakapandisha bei. Kwa waliokuwa wanatuletea kwenye gari tunachukua 7,500. Wao nategemea kuku tamuuza shilingi ngapi? Tulikuwa tunamuuza 9,000, sasa na sisi tukapandisha kwa sababu ulikuwa ni hadimu. Ukipata kuku 50, wewe shukuru. Tukapandisha 9,000. Kwa hiyo unapata 1,500 kwenye kuku na filigisi yake kuuza 500 unapata 2,000. Kwa hiyo tukaona kwamba kumbe hii kazi ya kuku ina hela. Ili tukio lilivyoisha hiyo, tukaona tukateremsha kutoka 10,000, 9,000 tukafika 7,500. Kaona tukiwa tunapata bukubuku kwenye kuku, ukiuza kuku wako 100 una 100,000. Ukitoa matumizi 20,000 unabaki na 80,000. Familia inaishi.
Kumbe zamani mlikuwa mmefika mpaka 10,000 huko. Yaani tulikuwa tunauza 10,000 kile kipindi cha machafuko. Unapewa muda saa 2 unaanza kazi, saa 4 saa 5 ushatoka. Mzigo umeisha na unatafuta mzigo. Sawa sawa. Lakini sasa hali ya biashara, uhitaji wa watu uko vipi ukilinganisha na wakati mwingine? Lakini pia ukizingatiwa, nataka yani ieleweke, huu ni mwezi wa 12 lakini 2025 mmeishi kwenye mwezi wa 12 miaka iliyopita. Kwa hiyo mnajua uhitaji ulivyo, wateja wanavyokuja, ukilinganisha na miaka iliyopita biashara ikoje sasa hivi? Miaka iliyopita biashara mwezi wa 12 ilikuwa inateleza sana. Ilikuwa tunaita kupwaga. Kuku 200 unawauza saa 9 upo sokoni. Lakini sasa hivi hali imekuwa ngumu kwa sababu kuna wateja wengine wamerudi makwao mikoani kwa sababu ya hii hali sitofahamu inayokuja ya tarehe 9. Nasikia kuna hali itachafuka tena kwa sababu watu wanajua ilivyochafuka tarehe 29 hii itakuwa zaidi. Kwa hiyo watu wengi wamejihami, wamerudi makwao. Kama unaishi Mara kama mimi hapa, unakata tiketi kurudi Mara, na nasikia tarehe 5 njia za mikoani zitakuwa zimeshafungwa. Kwa hiyo watu wamehama mapema. Kwa mfano kama una bosi wako ananunua kuku 50 aishaenda mkoani, kwa hiyo tayari hapo kuku 50 siku hiyo hayatoki. Kwa hiyo biashara imekuwa ngumu kidogo. Imekuwa ngumu. Sawa sawa. Pengine sasa kwa kuhitimisha, una lipi la kumwachia mtazamaji wako kuhusiana na ununuaji wa kuku na uhalisia ulivyo? Ununuaji wa kuku tunabangaiza hivyo wanatoka. Kama ulikuwa unashika kuku 200 hapa, sasa hivi unashika tu 150 120 ili wauze kwa kubangaiza waishe. Unawakaribisha sasa kwamba bei ziko vile vile au vipi? Bei iko vile vile 7,500 ukitaka na frigisi yake, ukitaka na frigisi yake 8,000. Kibiashara zaidi. Bwana Shehe, vipi Shehe? Kwema hapo? Safi, niambie. Mimi niko vizuri bwana. Bwana wewe ndio unaitwa nani rafiki yangu bwana? Mimi ndo Jafari Pombekali. Jafari nani? Pombekali. Jafari Pombekali. Bwana kuku vipi bwana? Naona wateja wanakuja wanaondoka. Wanakuja biashara nzuri mzee. Sasa hivi kidogo biashara nzuri. Si unajua mwezi wa 12 watu wetu hapo nyumbani. Mbona mueleweki? Wengine wanasema bwana mbaya bwana kwa sababu watu hatuwaoni na nini. Kwa kipindi hiki hapa ndani ya siku hizi ngapi biashara ipo. Anaosema hawaoni ni kwa huu muda asubuhi, muda kama huu, lakini baadaye huko biashara itakuwepo. Hebu tuongee uhalisia. Kwa nini mnapandisha bei? Kana kwamba mpaka wanunuaji wenu wanasema bwana hawa jamaa kifika mwezi wa 12 tu wanaona ndio muda wa kupandisha bei. Sisi hatujawahi kupandisha bei mwezi wa 12. Ila sema kwa kipindi hiki hapa. Na sio kipindi hiki, yani ni bei ambayo tumeipanga kwamba kuku atauzwa 7,500 na kila kitu chake 8,000. Kwa sababu kuku hawa sasa hivi kupatikana ni kwa shida sana. Alafu pia ushuru hapa ndani unakuwa kidogo ni mkubwa. Ukiangalia kuku faida yake inakuwa ndogo. Kwa ndio maana tukaamua kujiongeza kupandisha bei. Kwani wenzio wakiuza 8,500, 7,500, wewe huwezi kuuza kwa bei ile ya kawaida 7,000, 6,500? Kuuza sasa inakuwa ilipe. Maana mimi kama mimi ninauza ubaoni kama hivi. Kuna mtu analetea kuku na gari pale nje una pikipiki. Hiyo ndo akiniangalia na bei ambayo atanuuzia. Akiniuzia 7,000, mimi ndo nitauza huku 7,500 hadi 8,000. Akiniuzia 6,900, nitauza 7,000 hadi 7,500. Kwa inatokana na yeye bei atakayoniletea mimi. Kwa hiyo ni kweli bwana, huu ndio msimu wenu wa kufanya biashara mwezi wa 12 kwa wafanyabiashara wa kuku. Huu ndio msimu wetu. Kibiashara zaidi. Kamanda vipi? Motivation, energy. Mama kwema? Shamo. Shehe kwema? Kwema, vipi hali? Shwari bwana, maendeleo? Namshukuru Mungu ndugu yangu. Pole sana na kazi. Tunapambana. Mimi naitwa John Lupokela, na wewe? Mimi naitwa Abubakari Joni. Abubakari? Joni. Nimeelewa hii. Hiyo umekuja kwangu. Ushaona. Bwana mimi niko vizuri. Bwana nimeongea na wengi wa kuku, nimekuta nayo hapo kwenye miguu na vitu kama hivyo. Wote ni kuku. Lakini wanasema bei huwa zinatofautiana. Na huku kwenye masuala ya filigisi, sijui miguu nini, kuna wale wateja wa namna hiyo peke yake. Huku biashara ikoje huku? Na huku na yenyewe biashara ikoje kwenye upande wa filigisi, sijui na nini hivi? Kwa upande wa filigisi ina maana hii hapa, hii ndio faida ya muuzaji.
Tushaelewana. Hii ndio faida ya mchinjaji wa kuku. Maana kila kuku anachinjia shilingi 300. Hii. Kwa hiyo hapa ndio muuzaji, ndio faida yake hiyo. Sisi faida yetu hii hapa. Yaani kwa nini umesema wewe faida yako hii, yule kule faida yake ile? Kwani hakuna faida kutoka pale? Hamna. Hebu tufafanulie kidogo. Hamna faida yote. Sasa kuku tunamchukua kwa shilingi 7500. Tushaelewana. Hapo nikimtoa kule na toa ushuru shilingi 50. Majitaka dumu shilingi 100, nikienda kumwaga shilingi 300, jumla 400. Kwa faida hii hapa, hii ndio faida yeye. Hiyo ndio faida. Hapo sasa nimekuelewa. Na biashara yake inafanyikaje sasa hivi? Ukilinganisha, natamani kujua sasa hivi biashara iko vipi? Ufanyikaji wake, uhitaji ukoje? Umepanda, umeshuka, uko pale pale au ikoje ukilinganisha na kipindi kingine? Ina maana mimi naona kama umeshuka tofauti na mwanzo kidogo, kwa sababu mwanzoni kabla mambo hayajatokea tulikuwa tunauza shilingi 7000 kuku. Tushaelewana. Kwa kuku wakazidi wakapanda. Kwa sasa hivi wameshateremka 7500. Huyo kuku peke yake 7500. Tushaelewana. Nikiweka na hii shilingi 8000. Kwa hiyo hapa nauza shilingi 500. Kwa hiyo ndio faida ndugu yangu. Kwa hiyo wateja tunao wa kutosha kwa kipindi hiki au ndo vile vile? Wateja tunao wa kutosha. Wateja size wapo wa kutosha. Paka kuku wanaisha bandani. Size cha kwanza kuku changamoto. Kwa mboga size zinasumbua. Na hii inasemekana mnatupandishia bei ilikoje? Na kupandisha bei ya kuku. Wanasema bwana kishafika mwezi wa 12 hivi mnatupandishia tu bei kama hivyo. Bwana 7500, 8000. Haijawahi kufikaga hiyo bei. Sema tu sasa hivi ndio imekuwa tishio, kwa sababu wafugaji wanasema chakula kimepanda, kina bei. Tushaona kwa na sisi kaonekana kuku mwanzoni sikuwa tunanunua shilingi 7000. Tukinunua 7000 hapa tunauzia 7000 hiyo, lakini tunachotoa faida ndio hii. Kwa sasa hivi changamoto, tatizo limepoingia hilo changamoto, kila wafugaji wa kuku wanasema chakula kina bei. Umeshaona kwa hapo mwanzoni jinsi ulikuwa, jinsi unavyoona kuku tulikuwa tunauza shilingi 10000, umekuja hali imekaa sawa, kwa sasa hivi ni shilingi 7500. Super Breakfast. Kibiashara zaidi.